Azia mengine, mamlaka ya kudhibiti matumizi ya pombe na dawa za kulevya NACADA imetoa wito kwa viongozi wa kidini na wazazi kote nchini kushirikiana kikamilifu katika juhudi za kukabiliana na matumizi ya pombe na dawa za kulevya hasa miongoni mwa vijana. Maafisa wa NACADA wakiongozwa na mshirikishi wa maeneo ya Nandi na Uasin Gishu Calvin Olulo wamesema kuwa viongozi wa kidini na wazazi wana mchango pamoja na ushawishi mkubwa katika malezi, kuelekeza tabia na kuhimiza maadili muhimu katika jamii. Kwa msingi huo, ushirikiano wao ni nguzo muhimu katika kuzuia na kupunguza kuenea kwa matumizi ya mihadarati. Akizungumza katika hafla ya uhamasisho iliyofanyika eneo la AIC Chebisas, Olulo alibainisha kuwa changamoto ya matumizi ya pombe kupindukia na dawa za kulevya imeendelea kuongezeka miongoni mwa vijana. Maono yetu kama NACADA ni kushirikisha taasisi mbalimbali katika kupambana na matumizi ya pombe na dawa za kulevya nchini. Na viongozi wa kidini ni washika dau muhimu katika kupambana na matumizi ya pombe na dawa za kulevya hapa nchini. Ndio manake mchana wa leo tumejiunga na dhehebu hili la kanisa la AIC kwa kikao hiki cha kina mama ili kuwahamasisha kuhusu athari zinazotokana na matumizi ya pombe na dawa za kulevya, ili kwa pamoja tuweze kuwaokoa watu wetu. NACADA inafanya utafiti nchini kila baada ya miaka 5 ili tuweze kujua viwango vya matumizi ya pombe na dawa za kulevya. Ya mwisho tulifanya mwaka 2022 na ilionyesha kuwa sehemu hii yetu ya bonde la Ufa, pombe za traditional, pombe za kienyeji kama chang'aa na portable spirits, pombe zile ambazo zinatengenezwa kwa njia tatanishi, pombe ambazo zinalewesha watu kwa sababu zimetiwa sumu za aina mbalimbali, ikiwemo vitu kama ARVs, vitu kama formalin ambayo inatumiwa kuhifadhi miili ya watu ambao wamekufa, na hata herbicides. Kazi ambayo NACADA wanafanya ni kazi nzuri na ni kazi ambayo kama kanisa pia tunawaunga mkono.